Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Wameendelea kutuunga mkono, wameendelea kutuheshimisha na limekuwa tukio kubwa la kihistoria. Leo imekuwa habari kubwa Morocco, imekuwa habari kubwa Misri, imekuwa habari kubwa Algeria, imekuwa habari kubwa sehemu kubwa Afrika kwa sababu ya usajili ambao tumekuja kuutambulisha na namna ambavyo tumeunveil tukio letu. Wonderful. Wow. Ni level ambazo kwa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla hakuna aliyekuwa na hiyo guts kwamba naweza nikaandaa event ya kumtambulisha mchezaji mmoja. Ni klabu tu huko unasikia Cristiano Ronaldo Real Madrid, Ricardo Kaka Real Madrid, Kylian Mbappe, juzi nafikiri mlimuona Mohamed Salah kule Uturuki. Ni klabu chache ndio zina uthubutu kwamba tunaweza tukaandaa tukio na pakawa hapana mpira wa kuchezwa. Yaani tu mtu anakuja kutambulishwa na watu wa enjoy. Kwa hiyo mimi washukuru sana wanayanga, namba zimekuwa kubwa, tukio limekuwa juu na tumefanya kitu ambacho kimekuwa na mafanikio makubwa na historia kubwa. Wote waliokuja hapa leo wameingia kwenye historia. Tukio tunakumbuka Aziz Ki alivyorudi Yanga, tutakumbuka pia utambulisho wake ulivyokuwa, tutalikumbuka ile tukio, tutakumbuka namna ambavyo Yanga ilisimamisha nchi kwa X Factor Stefan Aziz Ki kurudi nyumbani. Semaji mmemwaga rasmi Alan Okello Ruangwa na hapa rais ametangaza kwamba mmefikia makubaliano ya kumuuza Starboy. Kwa namba zake za msimu uliopita watu wengi hawakutarajia kama mngeweza kumwachia. Kwa ngumu urahisi kiasi. Lakini pia mmemuuza timu gani lakini pia na kesi. Unajua sasa issue za usajili niwafundishe kitu. Unapokuwa umuuza mchezaji, haki ya kumtangaza mchezaji na kuwa kwa ile klabu iliyomnunua mchezaji. Sisi jukumu letu ni kumuaga. Anakwenda wapi ni exclusive ya klabu inayomnunua. Tukitangaza sisi maana yake tunakwenda nje ya weledi wa kawaida kabisa kwenye mambo ya biashara ya mpira. Kwa hiyo leo tumetangaza kwamba tumemuuza Starboy Alan Okello na tumemuuza kwa pesa ndefu kweli kweli. Kuna fedha ya kwanza ilikuja tukawaambia hapana. Ikaja fedha ya pili tukawaambia hapana. Ikaja fedha ya tatu tukazungumza na technical bench, tukazungumza na mchezaji kwa maslahi ya pande zote mbili. Kile kibunda ilikuwa ngumu kukiacha. Ni kibunda ambacho nafikiri kwa miaka 10 hakujawahi kutokea dili kubwa kwa maana ya mchezaji kutoka Tanzania kuuzwa kwa kiwango ambacho Young Africans tumemuuza Starboy Alan Okello. Kwa hiyo tumtakia la kheri, japo wana Yanga wametumia message nyingi kweli kweli. Sio kuumia tu, wananiambia kwamba hatuwezi kupiga tukio lingine tukamwaga Okello. Yaani wana Yanga wameniambia kwamba mwenyekiti huyu Starboy katupa raha msimu uliopita. Leo tumefanya tukio ngapi leo? Jumamosi. Hapa Jumatatu hatuwezi tukaandaa tukio KMC hapa. Tukalipa vingine tukamwaga Starboy Alan Okello. Wengi wameniambia hivyo, lakini tumie fursa hii kuambia kwamba utaratibu wa timu wanaokwenda tiketi yake ni chap kwa haraka. Yaani ni kama ndoa hivi. Ukishakubali mahali ya mtu, share akishapiga goti mkiinuka, wanao hata ubwabu hawatakaji, watakondoka na mtu wao. Kwa hiyo jambo hilo halitawezekana. Tumeandaa namna nzuri ambayo Okello atatuaga kupitia social media, atapata nafasi ya kukusanyika kwa sababu safari yake ni haraka. Msimu unakaribia kuanza anapokwenda, kwa hiyo anatakiwa aende akajiunge na timu yake haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo tumemshukuru Starboy Alan Okello kwa mchango wake msimu uliopita, mchango mkubwa ambao ulisababishia timu yetu kupata matokeo, lakini maisha ya mpira yako hivyo siku zote, anaondoka mmoja, anakuja mwingine. Ameondoka Alan Okello, amekuja Stefan Aziz Ki. Ameondoka Starboy, amekuja mwamba wa Wagadugu Master Ki. Kwa hiyo tumetoa Starboy, tumeingiza Master Ki. Maumivu yako pale pale. Kama kuna mtu alisema Okello huwa hafungi mechi kubwa, anayefunga mechi kubwa amekuja sasa. Walikuwa wanazungumza. Walikuwa wanachambua kwamba huyu Okello huyu anafunga tu mechi ndogo, mechi kubwa hafungi. Nitumie fursa hii kuwaambia wale wote mlikuwa mnachambua hilo jambo. Sasa Okello ameondoka, anayefunga mechi kubwa Master Ki mzigoni. Oktoba inshallah. Bila shaka dili lake limefanikisha usajili wa Stefan Aziz Ki. Yes, ilikuwa ni hesabu tu rahisi za ana do. Hela ambayo tumeipata, jamani ni hela ndefu. Sisi tulipiga simu moja tu kwa wale wa Libya. Mnamtesa mtoto wetu, mnataka shingapi?
wakatikisika, tukawaambia tumeni akaunti yenu, kibunda kikaingia. Hela ambayo tumemnunua Stefan Aziz Ki kwa wale Tripoli ya Libya, kuna chenchi imebaki. Hiyo chenchi ukiipanga ni urefu wangu na inapita. Yaani mimi nisimame hapo, hicho kibunda kilichobakia chenchi kinakwenda juu zaidi. Mjue tumefanya biashara kubwa kweli ya kumuuza Starboy Alan Okello, alafu tukaangalia sokoni tuna shinteni gani mwingine ambaye anaweza kuongeza thamani na akavaa viatu vya Starboy. Tukagundua kuna mtoto wetu wa nyumbani Master Key, tukapiga simu moja, hela mfuko wa shati tukatoa hapa tukaingiza hapa. Uzuri ni Waarabu wote tumehamisha tu kutoka Mwarabu huyu kwenda kwa Mwarabu huyu. Wahadha, salamu alaykum, watajua wenyewe. Chenchi yetu imebaki, na hiyo chenchi iliyobaki ndio engineer akasema tulikuwa tunafyatua mwingine, ndio hivyo tu, lakini tulikuwa tunafyatua mwingine. Sasa kama engineer kasema pale kuna chenga na atamrudia, kwa maana yake mimi siwezi kuwa exclusive. Sasa ni kwamba dirisha tumelifunga leo, dirisha hili tumelifunga kwa mchezaji ambaye tumemtambulisha leo. Mengine ni dirisha dogo, tutamrudia dirisha dogo. Tutamrudia dirisha dogo kwa mahitaji ya timu. Mwalimu katuambia huyu mtafuteni dirisha dogo aje. Kwa hiyo ametuchenga mwishoni hapa, lakini inshallah Jalio hai dirisha dogo tutamrudia. Injinia hajawahi kushindwa jambo, akilidhamiria analifanyaje. Ni kama mmewahi nyie kumpata X Factor wenu kuliko wenzenu kule, bado mambo magumu. Wamempata pia wakwao. Sisi tumempata X Factor Stefan Aziz Ki, na wamempata X Factor wa Mashujaa nani? Ismail Mgunda. Msidogoshe local player, msiwadogoshe washambuliaji wazawa. Kumbe ndio X Factor wao. Yes. Hawajasema. Mimi nawasemea kwa sababu tukisubiri waseme watakuja kupigana usiku huu. Tukisubiri waseme watakuja kupigana usiku. Kwa hiyo mashabiki wa Makolo, Yanga wametambulisha X Factor wao Stefan Aziz Ki, na nyie wa kwenu Ismail Mgunda, teka la boli, teka refu, teka lenye upala, na nyie ni X Factor wenu. Maisha yameisha leo. Kazi itakuwepo kati yake na Shasha Man. Shasha Man. Wakati half time tunakwenda, unajua kuna baadhi, na hii niweke vizuri, kuna baadhi ya, sisemi kama ni wachambuzi, nitakuwa nakosea heshima tasnia ya uchambuzi. Kuna baadhi ya influencer wa mitandao wa kimpira, hawa hawapo kwenye level ya uchambuzi. Kuna wachambuzi wanafanya kazi nzuri ya kuchambua mpira. Kuna watu ni influential kwenye mitandao ya kijamii, wakachukua ile chance aliyokosa Peter Shalulile wakaifanya kama sehemu ya kummock, wakati kwa mtu anayejua mpira ile chance ilikuwa ngumu sana kufunga, sababu mpira ulipigwa na speed na ukupigwa chini, ulipigwa mpira wa sehemu ya kiuno. Kwa namna mpira ulivyokuwa na move ya tukio, kwa mtu anayejua mpira aweza akasema bana hii tumlaumu. Hii kwa sababu ni kikundi cha watu ambacho kinaokota kila baada ya mwezi, kile kinajaribu kumfananisha Lulile na teka lao na Dumbia. Akikosa Dumbia sawa Shasha. Ndio maana sisi tunafurahia kwa sababu the more wanamfanisha Lulile na Dumbia, ndio the more maisha ya Dumbia Tanzania yanakuwa mazuri, ndio the more anabaki striker la boli. Kwa hiyo sisi kama wana Yanga tunawaomba pia Simba Sports wamtunze Dumbia ili aendelee kushindana na Shalulile. Na kwa nini unamtetea? Simtetei, ni striker mzuri. Striker ana mikimbio, ana miguu mirefu, move kama ile guu lake akinyosha ni kamba hiyo. Nilikuwa nimelewa, sikutazama vizuri. Kama juzi nilisema JB anaweza akamzidi Shalulile. Nilikuwa nimelewa. Wana Yanga wanisamee, Watanzania wanisamee. Dumbia ni another level. Ni water striker, water attacker. Yani kwa ile miguu ikipigwa tu cross. Sasa hivi niko timamu kabisa na daraja bila ukocha. Yule kwa miguu yake, yani libasi aweke tu mpira, yeye atagusa tu kama ile striker. Wamvumilie, wampe muda. Kama sisi tunavumumia Shalulile, naye wampe muda, atafunga tu. Wakikosa hapa, si inakuja Ramadhani. Anaweza kufunga hata mwezi mtukufu. Mmesema kwa Shalulile mtaruka sana. Na alhamdulillah tunaendelea kuruka. Unajua kuna kitu kimoja niwafundishe leo kuhusu Shalulile. Kwanza ni kiongozi. Namba 2, sio striker ambaye atakosa nafasi moja alafu akate tamaa. Atarudi tena na tena. Tena na tena. Atapambana kwa kila timu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo we are very proud na pira Shalulile, na tunaamini
atakuwa na mwendelezo wa kufunga zaidi. Mechi iliyopita kwenye dabi kuna watu kama walimzungumzia kwa mashaka Hussein Zakwani. Leo wameona booster ilipofunguliwa. Sisi kila muda tunazidi kwenda mbele, players wetu wanazidi kuchanganya. Kuna muda mtakuja kumuona Fred Ngoma hapa aikamata midfield, mtakuja kumuona Magician Chuga Boy akirudi. Kwa hiyo the more tunakwenda mechi inazidi kwenda mbele, tutazidi kuifungua timu yetu. Mechi ijayo za nani na Coast Ndio. itakuwa hapa Mmeambia KMC tume. Yes, ni wape sio tetesi. Ni rasmi michezo yote ya Yanga ya ligi kuu na michezo ya kombe la shirikisho la CRDB tutaicheza hapa kwenye uwanja wetu wa KMC Complex. Ni uwanja wetu. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.